Mtazamaji wa Global TV, tuko hapa nyumbani kwa marehemu mama yake na Hawa, Karina. Hapa ni Magomeni Mapipa, mtaa wa Mvumi, ambapo siku 7 tu tangu tutoke kwenye hitma ya Hawa, na leo tumepata taarifa ya msiba wa mama yake. Nimekutana na mmoja kati ya waombolezaji na ndugu wa karibu kabisa na marehemu. Pole kwanza kwa msiba. Asante. Na nyie pia. Tumepoa. Na ningependa kufahamu kwanza, jina lako, unaitwa nani? Majina naitwa Shamim Isa Mohamed. Na marehemu mama yake na Karina mlikuwa mkifahamiana vipi? Marehemu ni mamangu, ni kama mamangu sababu mwanangu, yani mtoto wa dada yangu ameolewa ameolewa na mtoto wake na mama Karina. Ndio. Na nini chanzo cha kifo chake, kama umepata taarifa za karibu kuhusiana na kifo hiki? Juzi kushinda jana nilipigiwa simu na dada yangu, akanipa taarifa kwamba mama anaumwa, hali yake sio nzuri, kwa ICU katika hospitali ya Ibrahim Haji mjini pale. Ndio. Akaniambia mama iko ICU. Nikajiandaa, nikaenda. Kufika pale kweli tumekaa. Alikuwa anaongea lakini si vizuri, kwa tabu kidogo. Ndio. Alikuwa anaongea kwa tabu. Alikuwa hali yake si nzuri, yani kwa kifupi. Na kwa kuwa ulibahatika kuzungumza naye, labda mazungumzo yenu yalikuwaje, na jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona akikujibu, alikuwa anaweka tumaini la namna gani kwako kwamba mama anaweza akaja akapona? Alivyokuwa anaongea, kwanza nilivyoniona alikuwa ni mimi nilipofika nilikuta amelala hospitali pale. Amelala, baada ya muda akaamka. Alipoamka alivyoniona kama hivyo kashtuka, tukawakaa kama tunaongea, nikamsalimia. Lakini alikuwa ananijibu kwa tabu sana. Hali yake ilikuwa si nzuri, yani alikuwa anajibu kwa tabu. Hali yake ilikuwa si nzuri sana. Lakini baada ya hapo tukakaa tukaongea. Basi tukawa tunapiga story, lakini alikuwa haiko katika hali nzuri, yani. Alikuwa ipo ICU. Na kwa jinsi ambavyo alikuwa anazungumza naye, alikuwa akisema nini haswa kinamuuma sana kwenye mwili wake? Kwa jinsi hivyo, yani ndio hivyo kama ninavyokuambia, tulipofika pale alikuwa hali sio nzuri, hata kuongea alikuwa ongei. Yani alikuwa kama akikwambia tu habari hivi, anakuambia habari hivi, basi. Maneno yalikuwa si mengi. Na vipi taarifa ya msiba wenyewe, labda ilikukuta ukiwa wapi, na watu wanasemaje kuhusiana na kifo chake kwa wale ambao walikupa taarifa ya msiba? Kuhusiana na taarifa za msiba, kama alivyoongea mkwe wangu yule Bashiri, mwanae wa kwanza. Hali yake ilikuwa sio nzuri. Kama kawaida, matatizo yake ya kiafya, pressure, sukari. Hivi vitu ambavyo nilikuwa navijua mimi sana ni pressure, sukari. Hasa kama na mengine hayo yaliyotokea, lakini mara mwisho nasikia kwamba alikuwa pia na malaria pia alikuwa nayo. Lakini tatizo lake kubwa mimi najua siku zote ni pressure na sukari. So unajua tena pia anachangia na kupoteza mtoto wake maskini, kapoteza mwanae, ilikuwa mawazo anawaza. Pia nayo imechangia sana kumpa mshtuko. Poleni sana. Asante. Natamani kufahamu enzi za uhai wake, mlikuwa kama mpata bahati ya kuzungumza naye, alikuwa anasema nini, na alikuwa ni mwanamke wa namna gani, ni mama wa namna gani kwa Karina? Kwa sababu hata siku ya 40 ya kuonekana tulisikia kwamba yuko hospitali, hali mbaya. Labda mzungumzie vile ambavyo kwa kufahamu enzi za uhai wake na vile alivyokuwa akimuguza mwanae kabla ya kifo chake. Kweli, yani ni mama mzuri sana. Mashaallah, mama mzuri. Mnakaa hivi, mnapiga story, anaongea maneno mazuri ya heri, anaweza kukupa ushauri kitu fulani. Yani ilikuwa ni mcheshi. Kukutana hivi mnaongea, anaongea vizuri, ni mtu mwema, mtu mzuri sana. Ndio. Mtu mzuri sana. Alikuwa kama kuna kitu kinakutatiza, kumuomba ushauri, anakupa ushauri mzuri. Na alikuwa na upendo pia. Alikuwa na upendo sana kwa kila mmoja. Wanasema kazi ya Mungu haiingiliwi na kazi ya Mungu haina makosa, lakini watu watamkumbuka kwa mambo mengi. Bi mkubwa huyu ambaye alikuwa japo anaumwa, lakini alikuwa anampa nguvu sana mwanae, kwa maana akiamini kwamba anaweza akapona, na yeye ndio alikuwa akimuguza. Lakini baada ya kufariki mwanae, naye nahisi hali ikawa inazidi zaidi na mpaka kufikishwa hospitali. Imechangia pia kifo cha Karina Hawa pia kimechangia. Mshtuko alikuwa ni wa mtoto wake. Unajua mzazi kupotolewa na mtoto. Lazima unakuwa na ile mshtuko pia.
na maradhi pia. Neno lako ni lipi Shamim Khan kwa msiba huu mzito? Neno langu ni kuwapa tu pole wafiwa. Mwenyezi Mungu awape nguvu. Inshallah, manake msiba umetukuta. Na tena misiba imeongozana. Mwenyezi Mungu atupe nguvu na awape nguvu wafiwa zaidi na sisi sote inshallah, na nyie wote Mwenyezi Mungu atuweke wepesi. Mtazamaji wa Global TV, hapa ni msibani mtaa wa Mvumi, Magomeni Mapipa, ambapo ndipo alipokuwa akiishi mama yake mzazi na mwanadada ambaye ametangulia mbele ya haki, alikuwa akifahamika kwa jina la Hawa Karina, wengine walikuwa wanamfahamu hivyo. Naye amefariki dunia siku ya leo, na tuko hapa kuwafariji wafiwa na kuzungumza mawili matatu yale ambayo labda tunayafahamu, watu wanayafahamu kuhusiana na marehemu. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi. Tuko na timu nzima ya Global TV, Imelda Mtema, lakini pia tuko naye Gadizo pamoja na Evans. Endelea kuikumbatia Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.